Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni Jumapili tarehe 28 Juni mwaka 2026. Tunaanza taarifa zetu kwa kuipongeza kwa dhati timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard kwa ushindi wake ulioleta furaha na matumaini mamilioni ya Wakongo ndani na nje ya nchi. Ushindi umeleta kuonyesha nguvu za umoja, uzalendo na mapenzi ya taifa ambayo soka linaweza kuamsha miongoni mwa wananchi. Kutoka Goma hadi Kinshasa, kutoka Beni hadi Lubumbashi, sauti za shangwe zinaendelea kusikika huku wananchi wakaendelea kusherehekea mafanikio ya timu yao ya taifa katika kombe la dunia. Basi nakukaribisha kuungana na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 28 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info kwa siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tukupashe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kufanikiwa kuokoa raia kadhaa waliokuwa wakishikiliwa mateka na wasi wa ADF katika maeneo ya Kivu Kaskazini, hasa katika eneo la Beni. Taarifa imetolewa na msemaji wa operesheni ya Sokola moja Grand Nord Kivu, Luteni Mark Longo, ambaye amesema kwamba mafanikio yametokana na operesheni kali za kijeshi zinazoendelea dhidi ya makundi yenye silaha na usumbua wa usalama wa wananchi. Kwa mujibu wa jeshi, vikosi vya FARDC vinavyoshirikiana na jeshi la Uganda VPDF vinaendelea kufanya operesheni katika maeneo mbalimbali ya misitu ambako wasi wa ADF wamekuwa wakijificha kwa muda mrefu. Operesheni zinafika kwa lengo la kuwatafuta na kuokoa raia waliotekwa, kuharibu maficho ya waasi na kurejesha usalama katika maeneo yanayoathiriwa na vitendo vya makundi yenye silaha. Watu waliokombelewa pamoja na wanaume, wanawake na watoto watano wenye umri mdogo. Baadhi walionekana wakiwa katika hali ya uchovu kutokana na muda mrefu waliokuwa mikononi mwa waasi. Wengine walieleza kuwa lazimika kuhamishwa kutoka sehemu moja nyingine ndani ya msitu kwa kikosa chakula, huduma za afya na mahitaji mengine muhimu. Baadhi ya manusura walisema kuwa maisha yao yalikuwa wakiishi ndani ya makundi ya waasi yalikuwa magumu sana, huku wakilazimishwa kutembea mbali mrefu na wakati mwingine kufanya kazi mbalimbali kwa lazima. Walisema pia kulikuwa na wawakilishi wa hofu ya mara kwa mara kutokana na mapigano na mazingira magumu ya msituni. Luteni Mark Longo amesema kuwa ukombozi wa raia hao ni matokeo ya juhudi kubwa za wanajeshi walioko mstari wa mbele ambao wanaendelea kupambana katika mazingira magumu ili kuhakikisha wananchi wanarejea salama kwa familia zao. Amepongeza askari wanaoshiriki katika operesheni hizo wa kujitolea kwa kuendelea kulinda maisha ya raia. Jeshi linasema kwa operesheni za kuwatafuta watu wengine bado zinashikiliwa na wasi zikiendelea katika maeneo mbalimbali ya msitu wa Beni na maeneo jirani. Maafisa wa kijeshi wanaamini kuwa bado kuna raia kadhaa wanaohitaji kuokolewa na kwamba juhudi zote zinaendelea ili kuwafikia. Kwa miaka kadhaa eneo la Beni limekuwa likikumbwa na mashambulizi mara kwa mara yanahusisha wasi wa ADF. Mashambulizi yamesababisha vifo vya mamia watu, uharibifu wa mali na kulazimisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Wananchi wa maeneo mbalimbali ya Beni wamepokea kwa furaha taarifa za kuokolewa kwa mateka hao. Familia za manusura zimejaa furaha yao baada ya kukaa kwa muda mrefu bila taarifa kuhusu ndugu zao waliokuwa wametekwa na waasi. Jeshi la FARDC linasema kwa mashambulizi dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea hadi pale usalama utakaporejea kikamilifu katika maeneo yote yaliyoathiriwa na migogoro. Vikosi vya jeshi vinaendelea kufanya doria na operesheni maalum katika maeneo ya misitu ambako waasi wamekuwa wakijificha. Kwa mujibu wa viongozi wa kijeshi, ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama unaendelea kuwa muhimu katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Wananchi wanahimizwa kutoa taarifa kwa wakati kuhusu watu au mienendo inayotia shaka ili kusaidia operesheni za usalama. Jeshi linaamini kwamba mafanikio yao yanaonyesha kuwa operesheni zinazoendelea kati ya sekta ya Sokola moja zinaanza kuzaa matunda na kwamba uwezo wa wasi wa ADF unaendelea kupungua kutokana na mashinikizo ya kijeshi yanayoendelea. Kuokolewa kwa raia hawa kunatoa matumaini mapya kwa wakazi wa Beni na maeneo kaskazini mwa Kivu ambako kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika mazingira ya hofu na ukosefu wa usalama. Wengi wanatarajia kuwa operesheni hizi zinaendelea kwa hadi makundi yote ya silaha yatakapodhibitiwa na amani kurejea kwa kudumu katika eneo hilo. Mamlaka za nchi zimeahidi kuendelea na juhudi za kulinda raia na kuhakikisha kwa watoto waliotekwa na wasi wanafikishwa salama na familia zao. Wamesema kwa vita dhidi ya ADF bado vinaendelea na kwamba jeshi litaendelea kutekeleza wajibu wake wa kulinda wananchi na mipaka ya nchi.
Katika mji wa Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mamia hadi maelfu ya wakazi walijitokeza mapema alfajiri ya Jumapili kusherehekea ushindi wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard, licha ya tahadhari ya mazingira ya usalama endelea kuikumba eneo hilo. Kwa mujibu wa video zinazosambazwa kwa wengi kwenye mitandao ya kijamii, wananchi walionekana wakitembea katika mitaa mbalimbali ya mji wakiimba nyimbo za shangwe na kuonyesha furaha yao baada ya ushindi wa timu ya taifa. Wengi walikuwa wamepeperusha bendera za taifa huku wakipaza sauti kuunga mkono umoja wa mshikamano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maandamano ya furaha, sauti za Fachi Beton, jina maarufu la Rais Felix Antoine Tshisekedi, zilisikika katika maeneo mbalimbali ya mji wa Goma. Wakazi walionyesha kwa njia hiyo mshikamano wao na taasisi za taifa pamoja na kile walichoeleza kuwa ni mapenzi yao kwa nchi na umoja wa taifa la Kongo. Vijana wengi walijitokeza katika mitaa huku ya miji huo wakiimba nyimbo za kizalendo na kuonyesha hisia za kuunga mkono mamlaka halali ya nchi. Kwa baadhi ya ushindi waliopewa kuwa tumefanikiwa michezo, bali ilikuwa fursa kuonyesha matumaini, uzalendo na mshikamano wa kitaifa katika kipindi ambacho sehemu ya Kivu Kaskazini inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Video mbalimbali zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha makundi ya wananchi wakitembea kwa pamoja, wakiimba na kushangilia huku wakisisitiza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni taifa moja isiyogawanyika. Kauli za kuunga mkono umoja wa nchi ni mshikamano wa taifa zikisikika mara kwa mara katika mikusanyiko hiyo. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaeleza kwa michezo mara nyingi huwa chanzo cha kuunganisha wananchi, hasa katika nyakati ambazo jamii inapatia changamoto mbalimbali. Ushindi wa Leopard unaonekana kuwapa matumaini na faraja wakazi wengi wa Goma ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu ya kiusalama. Kwa baadhi ya wananchi walijitokeza kusherehekea ushindi huo umechukuliwa kama ishara matumaini na udhibitisho kwamba wananchi wa Kongo wanaendelea kushikamana licha ya changamoto zinazolikabili taifa. Vijana wengi wanasisitiza umuhimu wa amani, umoja na kulinda mshikamano wa kitaifa. Katika maeneo kadhaa ya mji, wananchi walionekana wakiimba nyimbo za uzalendo na kupeperusha bendera za taifa, huku wengine wakitumia simu zao kurekodi matukio yao na kuyasambaza kwenye mitandao ya kijamii. Picha na video zinaendelea kusambaa kwa kasi na kuvutia maoni ya wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Wakazi wengi wa Goma wanaonyesha kuwa furaha yao ilitokana na mafanikio ya timu ya taifa ambayo inaendelea kuwapa matumaini mashabiki wa soka nchini. Matukio haya ya alfajiri yanaendelea kuvutia hisia za watu wengi kutokana na idadi kubwa ya wananchi waliojitokeza kusherehekea ushindi huo. Ushindi wa Leopard umeendelea kuamsha hisia za furaha katika maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakazi wa Goma wakitumia tukio hilo kuonyesha mapenzi yao kwa taifa, mshikamano na amani na matumaini yao ya kuona amani na utulivu vikirejea kikamilifu katika Kivu Kaskazini na nchini kote. Idara ya haki za Marekani kupitia ofisi ya kudhibiti mali za kigeni OFAC imetangaza vikwazo vipya vinavyolenga mtandao unaotumiwa kuunga mkono waasi wa M23 pamoja na kushiriki katika biashara haramu ya madini yanayotoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka za Marekani tarehe 25 Juni, kampuni ya Gasabo Gold Ltd inayofanya shughuli zake nchini Rwanda imewekwa kwenye orodha ya vikwazo kutokana na madai ya kushiriki katika usafirishaji, ununuzi na usafirishaji wa dhahabu inayotoka katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Marekani inaeleza kuwa tangu M23 kuchukua udhibiti wa baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo, kampuni hiyo imekuwa kimshiriki muhimu katika mnyonyoro wa biashara ya dhahabu inayotolewa katika maeneo yenye migogoro. Taarifa hiyo inaongeza kuwa dhahabu inayochimbwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi imekuwa ikisafirishwa hadi Rwanda ambako usafirishwa kabla ya kuingia katika soko la kimataifa. Kwa mujibu wa idara ya hazina ya Marekani, vikosi vya ulinzi vya Rwanda pamoja na wapiganaji wa M23 wanatajwa kuwa wahusika katika kulinda na kusafirisha dhahabu kutoka maeneo ya Kivu Kaskazini kuelekea wilaya Ruzizi nchini Rwanda na baadaye kusifikisha katika kampuni ya Gasabo Gold iliyopo mjini Kigali kwa njia ya barabara au ya anga. Taarifa hiyo inasema kuwa mara baada ya dhahabu hiyo kuwasili katika viwanda hivyo, wafanyakazi wa kampuni wao kianza mchakato wa kuisafisha. Marekani inadai kuwa katika miezi ya mwanzo wa mwaka 2026 angalau kilo 60 za dhahabu zenye thamani ya mamilioni ya dola zisafirishwa kutoka mashariki mwa Kongo kuelekea kampuni hiyo nchini Rwanda. Marekani imeeleza kuwa Umoja wa Ulaya ilikuwa tayari imechukulia hatua kampuni hiyo na kutokana na madai ya kuhusika katika usafirishaji wa dhahabu inayodaiwa kutolewa kinyume cha sheria kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Katika orodha hiyo ya vikwazo, Jean-Malik Kalima ambaye ni rais wa kampuni ya Gasabo Gold pamoja na Bosco ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo wamerozeshwa na mamlaka za Marekani. Kalima anatajwa pia kudhibiti makampuni mengine uchimbaji wa madini nchini Rwanda yakiwemo Rubugabira Mine, Orfa Warning na Processing pamoja na Rwinkwavu Mining Corporation. Kwa mujibu wa shtoni, watu hao pamoja na makampuni yao yamewekewa chini ya vikwazo kwa madai ya kutoa msaada wa kifedha, vifaa, huduma za usaidizi mwingine kwa M23. Marekani inaamini kuwa shughuli hizo zimechangia kuendelea kwa mzozo wa usalama mashariki mwa Kongo na kuasiri juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo. Kutokana na hatua hiyo, mali zote za maslahi ya kifedha ya watu na makampuni yaliyowekwa vikwazo ambazo ziko chini ya Marekani au zinazodhibitiwa na raia wa Marekani zimeziuliwa. Raia wa Marekani na taasisi zinazofanya kazi ndani ya Marekani haziruhusiwi kufanya biashara au miamala yote na watu wa makampuni yao bila ruhusa maalumu ya ufake. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imeendelea kupinga vikwazo hivyo na kuvileza kuwa ni viko kinyume upande mmoja. Kigali imekuwa ikisema kuwa hatua zinazochukuliwa na baadhi ya mataifa ya magharibi zinapotosha ukweli wa mgogoro wa mashariki mwa Kongo na kulega upande mmoja pekee. Taarifa zake za awali, serikali ya Rwanda ikisema kuwa hali ya usalama mashariki katika mashariki mwa Kongo ni tata na haiwezi kutazama kwa upande mmoja. Kigali imekuwa ikishutumu serikali ya Kinshasa kwa kile inachokiitwa kiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mpakani. Kwa upande wake, muungano wa M23 pia umekuwa ukikosoa vikwazo hivyo vya kitaifa, yakidai kuwa hatua hizo hazizingatii maadili na malalamiko ya kundi hilo. Viongozi wa waasi wamekuwa wakisema kuwa baadhi ya mataifa ya kimataifa yanategemea upande wa serikali ya Kongo katika mgogoro unaoendelea. Katika miezi hivi karibuni, waasi wa M23 wanaendelea kudhibiti maeneo kadhaa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini, huku juhudi mbalimbali za kidiplomasia zikiendelea kupita mazungumzo yanayoungwa mkono na Umoja wa Afrika pamoja na washirika wa kimataifa. Mchakato wa mazungumzo unaofanyika Washington na Doha imekuwa ikitajwa kama njia za kutafuta suluhisho la kisiasa na mgogoro huo. Hata hivyo, licha ya hatua zinazopigwa katika ngazi ya kidiplomasia, hali ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi kutokana na mapigano mara kwa mara na kutokutekelezwa kikamilifu kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hadi sasa mapigano na hali ya ukosefu wa usalama vinaendelea kuathiri maisha ya wananchi katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini, huku juhudi za kurejesha amani na utulivu zikikabiliwa na changamoto nyingi katika eneo hilo. Wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametia saini maagizo mawili ya rais yanayowatunuku heshima madaktari wawili mashauri kutoka Kongo kutokana na mchango wao mkubwa katika sekta ya afya, utafiti wa kisayansi na maendeleo ya tiba nchini. Hatua imetangazwa mjini Kinshasa na imepokelewa kama ishara kutathmini kazi za wataalamu wa afya ambao wamejitolea maisha yao katika kuhudumia wananchi na kuendeleza sayansi ya tiba nchini. Kupitia maagizo hayo, rais wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameamua kutambua wataalamu wawili ambao kwa miaka mingi wamechangia katika maendeleo ya mfumo wa afya, utafiti wa kitabibu na mapambano dhidi ya magonjwa mbalimbali yanayokabili wananchi. Miongoni mwa watu waliotunikiwa heshima hizo ni Profesa Daktari Sulu Maseba Mwanga Stanilas, mtaalamu na wagonjwa wa wanawake, uzazi na saratani. Amepewa nishati ya dhahabu ya sanaa, sayansi na fasihi kutokana na mchango wake mkubwa katika utafiti wa kisayansi na tiba ya magonjwa yanayokumba wanawake nchini. Kwa miaka mingi, Profesa Sulu Maseba amekuwa akifanya tafiti mbalimbali zinazohusu saratani za wanawake pamoja na afya ya uzazi. Kazi zake zimechangia kuboresha huduma za kitabibu, kuongeza uelewa kuhusu kinga na matibabu za saratani pamoja na kusaidia wataalamu wa afya kuimarisha huduma zinazotolewa kwa wanawake hasa katika hospitali mbalimbali nchini. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa tafiti zake zimekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha mbinu za matibabu na kuimarisha mikakati ya kuzuia magonjwa ya saratani kwa wanawake. Katika nchi ambayo bado zinakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa huduma bora za afya, mchango wake umeonekana kuwa muhimu kwa maendeleo ya sekta hiyo. Rais Tshisekedi amemtunuku Profesa Jean-Jacques Muyembe cheo cha kamanda katika tunzi la taifa ya chui. Mwanasayansi huyo anajulikana duniani kote kutokana na mchango wake mkubwa katika utafiti wa magonjwa mlipuko, hasa ugunduzi wa virusi vya Ebola mwaka 1976.
Profesa Jean-Jacques Muyembe ni mmoja wa wataalamu mashauri zaidi wa afya barani Afrika na duniani. Jina lake limeendelea kutajwa katika historia ya tiba kutokana na mchango wake katika kugundua na kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umesababisha maelfu ya vifo katika nchi mbalimbali za Afrika. Tangu mwaka 1998 amekuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia nchini Kongo. Chini ya uongozi wake, taasisi hiyo imekuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya wagonjwa mbalimbali ya mlipuko uliokumba taifa la Kongo. Wakati wa mlipuko mbalimbali ya Ebola, Profesa Muyembe aliongeza juhudi za kisiasa na kitabibu zinazosaidia kuokoa maisha ya maelfu ya watu. Uzoefu wake ulitumika katika kuimarisha mbinu za uchunguzi, matibabu na udhibiti wa magonjwa ya mlipuko. Hatua ya Rais Tshisekedi ya kuwatunuku wataalamu hao wawili imeonekana kama ishara kutambua nafasi muhimu ya watafiti, madaktari na wanasayansi katika maendeleo ya taifa. Serikali inaonyesha kwamba maendeleo ya sekta ya afya haiwezi kupatikana bila uwekezaji katika utafiti wa sayansi na kuwatambua wataalamu wanaojitolea kwa ajili ya wananchi. Pamoja, wachambuzi wa masuala ya afya wanaamini kuwa tunzo hilo zinaweza kuhamasisha vijana wengine wa Kongo kuingia katika taaluma ya sayansi, tiba na utafiti. Pia zinaonyesha kuwa kazi za kisayansi na huduma za afya zinaweza kutambuliwa na kusaminiwa katika ngazi za kitaifa. Kwa kutambua mchango wa Profesa Salou Maseba Mwanga Stanislas na Profesa Jean-Jacques Muyembe, serikali ya Kongo imetoa ujumbe kwamba maendeleo ya taifa yanahitaji mchango wa wataalamu wa ndani na wenye uwezo wa kutatua suluhisho kwa changamoto zinazokabili taifa. Heshima hizi za kitaifa zinaendelea kuonyesha umuhimu wa elimu, utafiti na ubunifu katika kujenga mfumo wa afya ulio imara na wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za sasa na za baadaye. Wananchi wa Kongo kutunukiwa kwa wataalamu hawa wawili ni ishara ya fahari ya taifa na kutambua mchango wa sayansi katika maendeleo ya nchi. Ukaguzi mkuu wa elimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangaza rasmi matokeo ya mitihani ya taifa examen d'etat kwa baadhi ya majimbo ya elimu nchini. Tangazo hilo limetolewa siku ya leo Jumapili tarehe 28 Juni na iliwahusu maelfu ya wanafunzi waliofanya mitihani yao katika maeneo mbalimbali ya nchi. Majimbo yaliyotangaziwa matokeo ni pamoja na Kinshasa, Changu, Katanga moja pamoja na Kasai Orientale ya kwanza pamoja na Kasai Orientale ya pili. Hatua ni sehemu ya mchakato unaoendelea wa kutangaza matokeo ya mitihani hiyo muhimu ambao umeamua hatima ya wanafunzi wanaomaliza elimu ya sekondari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mamlaka za elimu, wanafunzi wa majimbo hayo sasa wanaweza kufahamu matokeo yao huku wakisubiri taratibu za kupitia njia mbalimbali zinazowekwa na serikali pamoja na washirika wa sekta ya mawasiliano. Siku moja kabla ya kutangazwa kwa matokeo hayo matokeo kamili, yani tarehe 17 Juni, mamlaka za elimu zilikuwa tayari zimetangaza majina ya wanafunzi waliofanya vizuri katika majimbo hayo manne. Hatua hiyo ilivutia hisia za wananchi wengi pamoja na jamii ya elimu kutokana na ushindani mkubwa uliopo katika mitihani ya mwaka huu. Wanafunzi waliopata matokeo bora wamepongezwa kwa juhudi zao pamoja na nidhamu walionyesha katika kipindi chote cha masomo. Walimu na wazazi pia wametajwa kuwa na mchango mkubwa katika mafanikio hayo. Examen d'etat ni moja ya mitihani muhimu zaidi katika mfumo wa elimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtihani huo huwapa wanafunzi fursa ya kutimu elimu ya sekondari na kuendelea na masomo yao ya juu katika vyuo vikuu na taasisi nyingine za elimu ya juu. Kila mwaka mamia wanafunzi kutoka majimbo mbalimbali nchini Kongo hushiriki katika mitihani ambayo hufanyika chini ya usimamizi wa Wizara ya Elimu pamoja na ukaguzi mkuu wa elimu. Mamlaka za elimu zinasema kwa matokeo kamili yataendelea kutolewa hatua kwa hatua kwa majimbo mengine yaliyobaki nchini. Leo natarajiwa kuwaruhusu wanafunzi wengi zaidi kupata taarifa zao kuhusu matokeo katika siku zijazo. Matokeo yamewekwa kupitia kampuni za mawasiliano zinazoshirikiana na serikali ili kurahisisha upatikanaji wa wanafunzi na wazazi. Mfumo wa kidijitali umekuwa ukitumika katika miaka hivi karibuni kwa lengo la kupunguza msongamano katika shule na vituo vya elimu. Wanafunzi wengi kutangazwa kwa matokeo haya ni hatua muhimu katika maisha yao ya kitaaluma, kwani kunaamua mwelekeo wa masomo yao ya baadaye. Wale waliofaulu wanatarajiwa kuendelea na elimu ya juu, wengine wakitakiwa kujiandaa kwa hatua nyingine za masomo. Kwa sasa wanafunzi wa majimbo mengine bado wanaendelea hawajatangazwa matokeo, wanaendelea kusubiri kwa utulivu huku mamlaka za elimu zikiahidi kuendelea na zoezi la uchapaji wa matokeo hatua kwa hatua. Kutangazwa kwa matokeo ya examen d'etat kwa majimbo ya Kinshasa, Changu, Katanga na Kasai kunafungua rasmi kipindi kipya kwa maelfu ya wanafunzi wanaotarajia kuendelea na masomo yao ya juu na kujenga mustakabali wao kupitia elimu.
Katika mji wa Muanda mkoani Kongo Central, soka limeendelea kuonyesha uwezo wake wa kuunganisha wananchi na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Ushindi wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard umeleta furaha kubwa miongoni mwa wananchi, viongozi wa serikali pamoja na wanajeshi wa FARDC waliokuwa katika eneo hilo. Makamu waziri mkuu wa waziri na wa ulinzi wa taifa Gika Mombo Mwandia Vita, ambaye alikuwa katika ziara yake kazi mchini Muanda, alifuatilia mechi hiyo pamoja na askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kanda ya kijeshi ya 12. Swali ligeuka kuwa wakati wa kipekee wa mshikamano kati ya viongozi wa serikali na wanajeshi walioko kazini. Katika mazingira yaliyojaa furaha, shangwe na uzalendo, viongozi wa kijeshi pamoja na wanajeshi walioshuhudia kwa pamoja ushindi wa timu ya taifa ambao umeendelea kuamsha hisia za matumaini na umoja katika maeneo mbalimbali ya nchi. Baada ya ushindi huo, makamu waziri mkuu na waziri wa ulinzi Gika Mombo Mwandia Vita alisema kuwa timu ya taifa ni fahari kwa wananchi wote wa Kongo na chanzo kikubwa cha hamasa kwa taifa nzima. Kwa mujibu wa kauli yake, mafanikio ya Leopard yanawapa nguvu wananchi pamoja na wanajeshi waendelea kutekeleza majukumu yao katika maeneo mbalimbali ya nchi. Alisema kuwa ushindi wa timu ya taifa unaonyesha uwezo wa Kongo wa kusimamia pamoja licha ya changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikabili taifa. Wanajeshi wa FARDC walikuwa pamoja na waziri wa ulinzi walionekana kushangilia kwa furaha kubwa baada ya ushindi huo. Wengi walieleza kuwa mafanikio ya timu ya taifa yanapewa moyo na kuongeza hari ya kuendelea kutumikia nchi. Katika eneo la Muanda, tukio hilo linaonekana kama mfano wa mshikamano kati ya taasisi za serikali na vikosi vya ulinzi. Viongozi na wanajeshi walikusanyika pamoja kufuatilia mechi na kushiriki furaha ya ushindi wa taifa. Kwa miaka mingi, Leopard imeendelea kuwa na alama ya umoja kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila ushindi wa timu hiyo huleta furaha kwa mamilioni ya wananchi ndani na nje ya nchi na kuimarisha hisia za uzalendo. Katika kipindi hiki ambacho baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi yanaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama, ushindi wa timu ya taifa umeonekana kuleta tabasamu na matumaini kwa wananchi wengi pamoja na vikosi vya ulinzi. Askari wa FARDC walikuwa Muanda walinunua bendera za taifa na kushiriki kwa shangwe pamoja na viongozi walikuwepo. Tunaonyesha uhusiano wa karibu kati ya jeshi na mamlaka za serikali katika kuendeleza maadili na uzalendo na mshikamano. Matukio yalishuhudiwa mjini Muanda yanaonyesha jinsi michezo inavyoweza kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kuleta pamoja makundi mbalimbali ya jamii. Ushindi wa Leopard umeendelea kuamsha hisia za fahari, uzalendo na matumaini kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 28 Juni mwaka 2026. Tunashukuru kwa kufuatilia katika kipindi chote cha habari hizi muhimu. Tuendelea kusisitiza umuhimu wa umoja, amani na uzalendo miongoni mwa wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika kipindi ambacho taifa linaendelea kushuhudia matukio mbalimbali ya kijamii, kisiasa na michezo. Tukio la ushindi wa timu ya taifa Leopard imeendelea kuleta furaha na mshikamano, ikionyesha kwamba michezo ni daraja la kuunganisha mioyo ya wananchi wote bila kujali tofauti zao. Basi endelea kwa pamoja na Kivu News Info kwa habari za haraka na zenye kuaminika wakati wowote. Mimi ni Teloja Longa na haya alikuwa matangazo yetu ya mchana leo. Basi tunawatakia mchana mwema na uendelee kuwa salama popote pale ulipo, huku tukiendelea kuahidi tena tukanane jioni katika matangazo yetu mengine. Bye bye na chau, baki salama.